Leo tunakupeleka mbali kabisa. Je, unajua ni wapi? Tunakupeleka kusini mwa Afrika ambako mila na tamaduni zimehifadhiwa kwa vizazi vingi sana na zinabaki kuwa alama ya heshima na utambulisho wa jamii. Leo tunazungumzia jamii zinazoheshimu uzuri wa asili ya mwanamke, jamii ambazo wanawake huvaa mavazi ya kitamaduni bila ya kufunika maziwa. Basi kabla hatujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Tutakuwa umecheza kama Pele yani. Bwana, ninaisukuma gurudumu hili ni mimi Balama Tanzania. Chama letu ni Mega Media Tanzania. Tunakwambia this is your perfect choice. Let's go. Safari hii si ya aibu bali ni heshima, historia na hadhi ya mwanamke katika jamii ya Kiafrika. Katika milima na mabonde ya Afrika ya Kusini, jamii kama Wazulu, Wavenda na Waswana wamekuwa na utamaduni wa kipekee unaohusiana na mavazi na maadili ya mwili. Katika jamii hizi, wanawake hasa wakati wa sherehe au matambiko ya kijadi huvaa mavazi ambayo hayawezi kufunika sehemu ya juu ya mwili kabisa, yani inamaanisha maziwa hubaki wazi kabisa. Lakini hii si ishara ya aibu wala kutokujistili. Hii ni heshima, ni tamaduni, ni utambulisho wa mwanamke wa Kiafrika. Kila mwaka maelfu ya wasichana wa Zulu hukusanyika kwa ajili ya Reed Dance, yani sherehe takatifu ya kitamaduni ambapo mabinti hupeleka mianzi kwa malkia kama ishara ya heshima na usafi. Katika sherehe hii, wasichana wengi huvaa sketi za kitamaduni na mapambo ya shanga bila mashati wala blausi. Maziwa yao hubaki wazi kabisa. Sijui wewe Mbongo ungeona mtoto wa kike au kundi la watoto wa kike wameacha maziwa wazi, ungejifikiriaje? Au how does you feel? By the way, tunaendelea. Si kwa kuonyesha mwili kama ambavyo unaweza ukawa unadhani, bali ni kama alama ya usafi wa moyo, uaminifu na heshima kwa jamii yao. Uhusiano wa mwili na roho ukoje kwa upande wao? Katika jamii hizi, mwili wa mwanamke haukuonwa kwa mtazamo wa ngono tu kama ilivyo katika tamaduni za kisasa. Badala yake, mwili ni chombo cha uzazi, heshima na urembo wa asili. Kuacha maziwa wazi si jambo la matusi kabisa, bali ni njia ya kurithisha utamaduni kwa kizazi kijacho, kuwaonyesha kuwa hawana haja ya kuona aibu kwa sababu ya miili yao. Je, migongano na maadili ya kisasa ikoje? Hata hivyo, katika dunia ya kisasa, tamaduni hizi zimeanza kukumbwa na changamoto nyingi sana. Maadili ya magharibi, mitazamo ya dini mpya na sheria za kisasa zimeibua mijadala kuhusu mavazi na maadili ya wanawake hawa. Wengine wanataka mila zibadilishwe, lakini wazee wa mila wanasema tusipolinda tamaduni zetu, sisi ni nani? Hadithi ya mwanamke wa Kiafrika wa Kusini huko wanaoacha maziwa wazi si hadithi ya aibu kabisa. Ni hadithi ya kujivunia, ya urithi na ya heshima sana. Ni mwaliko wetu sote kuheshimu tofauti na tamaduni zetu, kuona uzuri katika asili na kuambatanisha historia bila kuhukumu chochote. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni Mega Media Tanzania. Ilikuwa ni makala fupi inayohusiana na wanawake wanaotoka katika jamii za South Africa, au kwa Kiswahili tunasema Afrika ya Kusini, ambao wao huacha maziwa wazi kabisa. Tunajifunza mengi sana kupitia tamaduni za wenzetu, hasa hawa wa Afrika wenzetu kabisa. Je, kwa upande wako unaweza ukaniambia, wewe kama Mtanzania au wewe katika jamii yako jamii ambayo haiwezi kuacha maziwa wazi kwa watoto wa kike, do you think kwamba watoto wa kike wangeacha maziwa wazi kwa upande wako na kwa jamii yako? Je, ungelichukuliaje swala hili? Basi yote hayo hauwezi kuyaongea kwa kinywa, lakini uwanja wa comment uko wazi. Unaweza ukajimwaga na ukajimwaya katika sehemu ya comments. Niambie una maoni gani juu ya jamii hizi na kuhusu hadithi hii ya wanawake wa Kiafrika wa huko Afrika ya Kusini. Mimi ni Balama Tanzania, au unaweza ukaniita mtoto wa tatu. Hii ni Mega Media Tanzania. Chama letu, your perfect choice.